Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili 11 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema Rais Mwinyi ateua wakuu wa wilaya watano. Rais Mwinyi atengua na ateua wakuu wa wilaya watano, lakini wasiojulikana wavunja waiba nyaraka ofisi ya gazeti la Pambazuko. Wasiojulikana wavunja waiba nyaraka ofisi za gazeti la Pambazuko. Lakini habari kubwa ni minara 758 kuleta nafuu ya mawasiliano. Minara 758 kuleta nafuu ya mawasiliano. Lakini nguvu ya vijana yaleta mapinduzi ya uwajibikaji. Nguvu ya vijana yaleta mapinduzi ya uwajibikaji. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado tukiangazia kwenye gazeti lako la Nipashe, kuna habari inayosema Chakwera ateta na mawaziri viongozi vyama vya siasa. Chakwera ateta na mawaziri viongozi vyama vya siasa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa ni minara 758 kuleta nafuu ya mawasiliano. Rais Samia kemea urasimu utoaji vibali minara ya mawasiliano katika halmashauri, atoa maelekezo mpango wa kuunda AI kwa Kiswahili. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye asubuhi ya leo, lina habari inayosema polisi wa vibali vya silaha waongezewa mashtaka 16. Polisi wa vibali vya silaha waongezewa mashtaka 16. Lakini CAG anika udhaifu wa usafiri wa umma mijini. CAG anika udhaifu wa usafiri wa umma mijini. Na bado kuna habari inayosema mageuzi mawasiliano minara ikizinduliwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Uhuru lenye ukurasa wa mbele, kuna habari inayosema Rais Samia afungua uchumi wa kidijitali. Rais Samia afungua uchumi wa kidijitali. Lakini bunge la valia njuga ripoti ya CAG. Bunge la valia njuga ripoti ya CAG. Wanaozusha nyeti kuibiwa wazidi kukamatwa. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 14. Lakini tume ya Jaji Chande ya wavutia wasomi. Tume ya Jaji Chande ya wavutia wasomi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo asubuhi ya leo linaandika Dr. Samia tehama isiachwe kuharibu maadili. Tehama isiachwe kuharibu maadili. Lakini Dr. Mwinyi ateua wakuu wa wilaya. Dr. Mwinyi ateua wakuu wa wilaya. PBZ yajivunia ukuaji ongezeko la rasilimali. Na wapeni huduma bora wa mahujaji. Hemedi asema ukosefu wa mafuta kutatiza usafiri wa ndege Ulaya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru lenye ukurasa wa mbele inaandika Rais Samia azindua minara 758 na mkongo wa mawasiliano. Lakini watengeneza maudhui wapewa mbinu kujikwamua kiuchumi. Na serikali ya teta na mjumbe maalum wa Jumuiya ya Madola. Lakini Nemki yaenda Uturuki kupata uzoefu utunzaji wa mazingira. Nemki yaenda Uturuki kupata uzoefu utunzaji wa mazingira. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa wa mbele. Huko gazeti lako la Mzalendo lenye linaandika dira ya taifa maendeleo 2050 kuboresha miundombinu na makazi. Lakini serikali kuanza kutoa fidia kwa wakazi wa Serengeti mradi wa DMDP namba 2. Na Charamila awapatanisha Martha Mwaipaja na Upendo Mkome. Lakini Nemki ya teta na wizara ya mazingira Uturuki waweka mikakati namna bora ya kuhifadhi mazingira. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako ya Mzalendo ukurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Mtanzania leo linaandika JKCI yaongoza kwa idadi kubwa ya upasuaji wa moyo barani Afrika. Lakini mbunge Serengeti ahoji kusuasua mradi wa DMDP
Namba 2, serikali yaahidi kuanza utekelezaji. Lakini Nemki yashiriki maonesho ya kilimo Uturuki. Uvumi wa wanaume kuibiwa nyeti wazidi kutikisa Zanzibar. Lakini DIT yapata cheti cha kimataifa cha ubora. Na Profesa Kabudi ateta na mjumbe maalum wa Jumuiya ya Madola. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika mawasiliano ni nguzo ya uchumi, Dr. Samia asema. Lakini NMB yagusa hisia wananchi uzinduzi wa matawi yanayotembea Dar es Salaam. Lakini bado kuna habari inasema ofisa gazeti ya Pambazuko za vunjwa kompyuta mpakato 2 na kamera zaibiwa. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Rais Samia ahidi neema kwa vijana, serikali ya kutana na mjumbe wa Jumuiya ya Madola. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini kuna habari inayosema Dar es Salaam waipongeza NMB matawi yanayotembea. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo asubuhi ya leo lina habari inayosema wabunge wang'ang'ania fedha za barabara vijijini. Lakini serikali Madola wajadili amani. Kabudi aeleza hatua kuimarisha demokrasia, kudumisha umoja wa kitaifa. Lakini mapinduzi ya mawasiliano vijijini na mipakani. Bunge sasa kubana maofisa masuuli, ripoti ya CAG. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaandika Dr. Samia aelekeza vijana wanufaike na uchumi wa kidigitali. Lakini waziri Ndejembi, kampuni za Equino Shell wajali utekelezaji wa mradi wa LNG. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Mwanahabari linaandika Soa na Simba wachana mazima. Yanga kila mechi sasa ni fainali. Singida Black Stars yamtambulisha kocha Maniema. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye michezo linaandika Serengeti Girls watisha Botswana. JKT Mashujaa za tinga robo fainali shirikisho. Rasmi AFCON 2027 kuanza Juni 19. Hiyo habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Gazeti lako la Machinga kwenye michezo linaandika Pemba wa Mbeya City abeba tuzo. Pemba wa Mbeya City abeba tuzo. Lakini magoli try again watajwa wenye kiti Simba. Sajigwa akomana nyota wake ataka ushindi. Lakini Katwila kocha bora ligi ya championship. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kurasa za michezo. Lakini tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye michezo linaandika Yanga kuwakabili TMA Stars kombe la shirikisho CRDB. Lakini Ahmed Ali, mashabiki wa Simba tunatakiwa kuwa na roho kama za watu wa Irani. Huyo ni Ahmed Ali asema mashabiki wa Simba tunatakiwa kuwa na roho kama za watu wa Irani. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika kocha Simba achefukwa. Yanga TMA vita kombe la FA leo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika hatutaidharau TMA Stars. Huyu ni Pedro Goncalves. Lakini Steve Baka sare ya TRA imetupa somo. Maandalizi mashindano ya kuogelea yakamilika. Ibenge awaomba radhi mashabiki wa Azam. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo linaandika Norway Brazil ya kosho na Okelo aeleza ushauri wake ulivyofanyiwa kazi. Lakini shida ya mabao ipo hapa na CAG anika mapya AFCON. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.